tume. Kwenye taarifa, Marjan ambaye amefanya kazi katika tume hiyo tangu mwaka 2015 amesema uamuzi huo uliafikiwa baada ya mashauriano kati yake na maafisa wakuu wa tume hiyo ya IEBC. Naam, tutakufahamisha mengi katika taarifa zetu zinazofuata hapo baadaye ikiwa ni mwendo wa saa 3, lakini kwa sasa tukiendelea na yale ambayo tulikuwa tumekuandalia ni kwamba Wakenya wengi waliotoa maoni yao kuhusu uuzaji wa hisa za serikali za kampuni ya Safaricom kwa ile ya Vodacom kwa shilingi bilioni 244 wameelezea wasiwasi wao kuhusu utumizi wa fedha hizo. Wengi wameibua maswali kuhusu mipango ya kuwekeza fedha hizo kwa ujenzi wa barabara badala ya huduma muhimu kama vile elimu na afya, mbali na ukosefu wa sheria mwafaka zinazolinda hazina hiyo. Na kwa upande wao wanaunga mkono uuzaji wa hisa hizo, wanataka Wakenya wapewe fursa ya kuzinunua, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Seth Olale. Kwa mara ya kwanza raia walipata fursa ya kutoa maoni yao kuhusu uuzaji wa 15% za hisa za serikali za kampuni ya simu ya Safaricom kwa ile ya Vodacom kwa shilingi bilioni 244. Civil servants lazima walipe pension yao. Wengi wa waliojumuika kwenye shughuli ya kutoa maoni mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu fedha wakitilia shaka utumizi mwafaka wa fedha hizo kutokana na mauzo ya hisa hizo za Safaricom. Tulipoteza tena 11 billion through SHA. Yenye hatuwezi kubali kudanganya kuuza kampuni zetu na watu wachache wanakaa kwa fulani wanakula mali ya wananchi. Tunaamini aje sisi pesa zitatusaidia ama zitajenga zile barabara. Kitu ingine, hizi barabara it is not a priority. Kuna masomo yenye inaenda ikienda chini, kuna health yenye isingatiwi. So for me, I do not support. Kwa nini mnakandamiza wananchi? Watu wengine wanaenda kufaidika. Mimi sitafaidika. Sisi tutarudiwa waseme kwamba jamani, toeni pesa muweze kufanya nini? Kulipa. Sizungumzii utendakazi peke yake, nazungumzia vile vile siri hasa za nchi yetu ambazo ziko ndani ya Safaricom. Price of 34 which has been put there, I guess Safaricom being a very growing company, maybe in the next 1 year, those shares will be even 50 shillings. Civic education inakosekana kwa ground. Hiyo ndio inakosekana kwa ground. Watu wapate civic education, watu waelimishwe, wapate mtaratara vizuri. Waliunga mkono uuzaji wa 15% za hisa hizo, wakitaka Wakenya vile vile kupewa fursa ya kuzinunua. Let it sell to Kenyans. Give out a public outplea that you need money and let Kenyans buy those shares. 4% to given to Vodacom so that it reaches 49, and the other shareholding, the 11% that will be remaining, being sold to the public shareholder, so that we can have that balance. Try selling the 15% to Kenya if it is that necessary to sell it, but I don't see the necessity where we have to sell, the government has to share the Safaricom shares. Why don't we separate Safaricom voice and data with M-Pesa? And then now look at it from that angle. First, by separating, M-Pesa has a potential that actually it can be one of the biggest global platforms when it comes to payments. Is that maybe we need to consider whether we need to give Vodacom a controlling stake. So maybe should we consider giving them some lower shareholding? Number two, if it were possible to have also Kenyans invest in this particular divestiture. Number three, if you can look for other suitable buyers for this particular, so that you can make sure we have the highest value. You have also raised concerns about making sure that the fund is ring-fenced by law, so that that money does not go to the consolidated fund services to pay for other things. Shughuli ya kutoa maoni itaendelezwa kwa jumla ya wiki 2 katika kaunti 30 nchini. Wakenya wanaoendelea kujumuika kwenye shughuli ya kutoa maoni wanataka maswala yao yazingatiwe kwenye ripoti maalum itakayoandaliwa na kamati ya bunge kuhusu fedha. Seth Olale, runinga ya Citizen, Nairobi.
Taarifa nyingine zinaarifu kwamba hali ya anga inatarajiwa kubadilika kutokana na mvua ya masika inayotarajiwa kunyesha katika maeneo mbalimbali humu nchini mwaka huu. Kwa mujibu wa idara ya utabiri wa hali ya hewa, maeneo